Trigwen Media, burudani kwa wote. Bakiwechi ni amalonga tomasha malolo usalangwa pe bila salangwa milongwani. Nyarugusu Ijumaa tarehe 9 Januari mwaka 2026. Hotuba fupi ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa jina la Ismaili Songolo Bitomwa wa jamaa la Bashimkinji, nyumba ya Imam Mlende. Jina la baba wa marehemu Alenga Songolo. Jina la mama wa marehemu Margerita wa jamaa la Bashinyendo. Marehemu alizaliwa Kongota Ananda, watu wengine bashika lile Kananda. Ananda ndiko alikozaliwa mnamo mwaka 1969 1969. Ndoa. Marehemu alioa mke mmoja ajulikanaye kwa jina la Riziki Luundo wa jamaa la Bashinyendo. Walibahatika kuzaa watoto 11, wa kiume 6, wa kike 5. Watoto waliotangulia mbele za haki ni 3, wa kiume 1, wa kike 2. Idadi ya wajukuu ni 13, walio hai 11, waliotangulia mbele za haki 2. Masomo. Marehemu alibahatika kusoma shule la msingi na kumaliza. Baadaye akaelekea sekondari, huko aliishia kidato cha kwanza. Baadaye akasomea teolojia, huko akamaliza pia. Kazi. Marehemu alikuwa mchungaji wa kanisa la New Harvest. Marehemu alikuwa mchungaji wa kanisa la New Harvest. Pia alikuwa mwalimu wa chuo cha Biblia, kwa mabano mwalimu wa chuo cha teolojia Institut Biblique au vingine huko kusajili. Pia alikuwa mwalimu kwenye ushirika, kama mnavyoona wenzake wakiimba, wakiendeleza, huko alikuwa mwalimu. Magonjwa. Marehemu aliumwa muda wa miaka 3. Ndani ya miaka 2 aliumwa huku akifanya kazi na shughuli mbalimbali. Huku tumbo likimkata mara kwa mara. Tumbo likimkata mara kwa mara akifanya shughuli zake. Ndani ya mwaka wa 3 hali ikazidi kuwa mbaya. Turudie kidogo. Ndani ya mwaka wa 3 hali ikazidi kuwa mbaya. Ugonjwa wa tezi dume, prostate, ukamzidia na ikabidi apelekwe nje ya kambi kwa ajili ya matibabu. Licha ya juhudi ya familia, haikuwezekana. Na ilipofika tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka tulionao, na saa 3 asubuhi Alhamisi, marehemu akaiaga dunia. Dalili wochi niyo wa Mulungu duniani. Marehemu aliacha
watu 19 ila tubashikwa na marehemu babu batulumi na yenda hapa duniani. Marehemu aliishi miaka 57 57. Mungu alitoa, Mungu ametoa, jina lake libarikiwe. Babu miwechi niwa mulungu miwechi miomo ejo iutuba ya familia andi ibunde y'abashiminji kotende era yasatenda abashiminji na abashiminji baganya batu bose bashika yabo miolo ichutupatirecha ye aneto obya ututu ongamieko yabalangansengi mikwechi bashiminji bashitenda bino tukubane ikandalo wanu yasuku chisatu tubale ameshi wetu lusuku lwalo bale inshika lusuku lwalo lwa abele lwa inga manake lendi mtefaraza lusuku lwa bale lwa inga idimanshi ikwechi lusuku lwa abele lwa inga lendi lusuku lwalo bale hano bashiminji ikwechi ikwechi atenda lusuku lwa abele lwa inga akaingeto wanja dimanche le premier jour de la semaine dimanche, deuxième jour de la semaine lundi akiwetwa ikwechi miomo karibu village kama tayari. Benyuma lelo tunganwe bikenga bino mumungulela misawo yomatu agwejiji na angashina anja msawo seose nikelele yano nile nabokeni bwa mbulu bwa zone yetu na viongozi yomatu ubijiji mbalimbali byacho hele echa motu wetu nuro mbele netu na hivyo tu ninabucha kwanza motu ani yomatu aozone acho atubwele bibele bisatu byale nabyo. Karibu mzee. Benuma leno niseme kwamba ni masikitiko sana kuachwa na mzee wetu wanajamii wa zoni ya 7. Wa zoni ya 7 wiki moja na nusu tumepoteza watu 5. Hiyo ni sikitiko sana. Niseme wachungaji, mapadiri, mashehe, tuombeane Mungu kuhusu ile janga linalotokea kambini. Hali si nzuri sana kambini. Naamini bila Mungu hatutaweza chochote. Niseme kwamba nitaongea mambo mawili kwa kukomboa muda. Lakini niseme kwa familia saa 10 kamili sasa hivi. Zoni ya 7 tulitangaza kwamba mida ya saa 9 tu tumeshaenda malaloni. Lakini watu wanavunja taratibu. Sasa mzee wetu inatakiwa tumpeleke na heshima zake. Tukiwa tunakimbilia muda, heshima zake zitakuwa zimeondoka. Kwa nini watu wasizike na saa 5? Kwa nini? Na kama utayari haujakuwepo, tuweke mtu mochwari. Wakati wa kumzika, tumzike na nini? Na heshima yake.
Sio kwamba tunakimbilia muda unakwenda, wao hapana. Na mimi ninamsikia vizuri. Watu wa zone ya 7, saa 9 tu tumeshaenda wapi? Malaloni, kwa sababu ya heshima ya watu wetu wanaotuacha. Mimi na mwami wechi Eagle Media, burudani kwa wote.